Mimi na maswali mawili. Karibu sana. La kwanza, stawa ala arshi, yani stawa ala arshi anamkusudia nini Mungu? Naam. Alafu lingine, usihiru ipo, uchawi upo. Sasa tunaambiwa wale watabibu wa uchawi, baada ya kuathirika mtu mgonjwa na uchawi, kwenda pale ni haifai. Sasa je, watu wakishapata sihiri, wamelogwa na mchawi, kwenda kwa mganga haifai, afanyeje yule mtu? Kwa sababu hatujui kuona Waislamu wao mashehe wanasema ukishalogwa bwana njoo hapa tutaweza kukusaidia. Zaidi wao wamejikita, kwa hiyo watu wanapata tiba kule na tunaambiwa haifai. Sasa hii majibu yake ni vipi? Sheikh, kauliza maswali mawili ya msingi sana. Haya ndio nafikiri yatakuwa ni maswali yatatosheleza kwa dakika zetu chache kujibu. Swali la kwanza kauliza swali kuhusiana na aya Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Kauliza swali kuhusiana na istiwa, yani Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yupo katika arshi yake, ala al-arshi istawa. Na aya hii imeleta ikhtilafu kubwa pia kwa wanawachuoni kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yupo katika arshi yake stawa, manake yupo anaelea kwenye arshi yake. Ulama wamekhtilafiana katika aya hii, lakini aqida ya ahlu sunna wal jamaa na tauhidi iliyokuwa sahihi, ala al-arshi stawa, sio kwamba Mwenyezi Mungu yupo katika kiti chake cha enzi anaelea, haina maana hiyo, bali wanawachuoni wanasema ala al-arshi stawa ni kitu ambacho hakimithiliki katika akili ya mwanadamu, kwamba Mwenyezi Mungu ala al-arshi stawa ni anaelea vipi, ni kitu ambacho katika akili ya mwanadamu hakiingii na wala hataki kukiwasa katika akili yake. Ulama wa tauhid wanatueleza ala al-arshi stawa, yani Mwenyezi Mungu yupo huko anaelea vipi kwenye arshi yake. Ulama wanasema ni kitu ambacho hatakiwi Muislamu kuleta picha kuona Mwenyezi Mungu yupo katika arshi yake anaelea vipi, au kitu chake cha enzi kinaelea vipi katika arshi yake. Muislamu, elimu ya tauhid nasema inakataza Muislamu kuweza kufikiria, kwa sababu akileta picha hiyo maana yake atamithilisha Mwenyezi Mungu atakuwa yupo katika umbile la aina fulani. Ala al-arshi istawa, kwamba arshi inastawi katika arshi yake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lazima itakuwa ni kitu cha aina fulani. Ndio maana ulama wakasema laisa kamithli shay, Mwenyezi Mungu hafanani nacho. Kwa hiyo ukisema ala al-arshi istawa, Mwenyezi Mungu amestawi kwenye arshi yake, lazima itakuwa ni kitu cha aina fulani tu. Sasa hapo ndio litakuja swali, ni kitu chenye kipoje? Utaanza kujiuliza, je, kikubwa, kidogo, chembamba, cheusi? Ala al-arshi istawa. Kwa hiyo ulama wanasema haitakiwi Muislamu kuvuka mpaka wa kufikiria Mwenyezi Mungu amestawi vipi kwenye arshi yake, amestawi vipi, lakini kinachotakiwa kujulikana ni kwamba Allah yupo kila sehemu, ila kwenye arshi yake yupoje kwenye arshi yake, kwa sababu hata hapa yupo na kwenye arshi yake yupoje, wewe huwezi kumithilisha kwa yupoje. Na ukisema al-arshi istawa kwa ndio yuko mbinguni, maana yake utakuwa umemithilisha kwa Mwenyezi Mungu ni kitu cha aina fulani kipo mbinguni. Kwa hiyo jawabu lilikuwa jepesi ni kwamba ulama wa ilmu ya tauhid wanatukataza kumithilisha au kutafsiri ya kwamba Mwenyezi Mungu au arshi yake amestawi, yupo kwenye arshi yake amestawi. Wanatukataza kuleta tafsiri ya aina hiyo, kwa sababu tutammithilisha Mwenyezi Mungu na kitu cha aina fulani. Lakini swali la pili, al-akhi ameuliza hapa kwamba mtu pengine amerogwa na ana uchawi katika mwili wake, na wanawachuoni tunaambiwa kwamba tusiende kwa washirikina, tusiende kwa waganga, na kuna watu wengine wanatuambia kwamba tukatafute mshirikina atutoe ule uchawi, na kuna wengine wanasema uchawi hautoki mpaka uende kwa mganga. Sio shekhi? Je, jambo hili limekaje kisheria? Ndugu zangu, katika miongoni mwa vitu ambavyo tunafundisha katika somo letu la tauhid ni kutokumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. La yusibana illa ma kataba Allahu lana, halitupati jambo illa ambalo Mwenyezi Mungu amekadiria litupate. Yani mchawi hawezi kukuroga ila mpaka Mwenyezi Mungu atake ule uchawi ukupate. Mtume alirogwa
alirogwa na yule bedui Myahudi mmoja aliyekuwa akiitwa Labid ibn al-A'sam. Alimroga bwana Mtume Muhammad, lakini Mwenyezi Mungu alitaka mtume arogwe. Lakini swali la kujiuliza, je, uchawi wa mtume ulitolewa na mganga gani? Uchawi alorogwa mtume ulitolewa na mganga gani? Hakuna mganga aliyekuja kumtoa uchawi mtume. Hakuna mganga aliyekuja kumtoa uchawi mtume. Mtume alirogwa, zilichukuliwa ndevu zake, kitana kile, alikwenda akalaghaiwa yule mfanyakazi wa mtume wa ndani, kikachukuliwa kitana kilikuwa na nywele za mtume, zile nywele zikachukuliwa zikaenda zikachanganywa na hina, mti wa hina, kisha ikachukuliwa mti mwingine siutaji, ukaenda ukafungwa nywele za mtume mafundo 7, kisha zile nywele zikaenda zikachimbiwa sehemu kuna kisima kinaitwa Bi'ru Dharwan, nywele za mtume zikaenda zikachimbiwa kule. Mtume akawapata ugonjwa kama wa kusahau hivi, baadhi ya wanaochona sana, ikawa mtume kama akapata ugonjwa wa kuchanganyikiwa kidogo, ikawa mtume anasahau. Mtume anaweza akachukua viatu vyake akaviweka hapa, baadaye akawa kasahau viatu vyake kama kaweka hapa. Mtume anaweza kaeka glasi ya maji hapa, akawa kasahau kaeka glasi ya maji hapa, anaamini anaanza kutafuta huko. Yule bwana Myahudi alimroga bwana Mtume Muhammad, lakini Mwenyezi Mungu alitaka mtume arogo. Sasa uchawi ule ukaenda, Mwenyezi Mungu alipotaka utoke, ndio akamtuma Jibril na Mikail, wakaenda kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Jibril akiwa kichwani, Mikail akiwa katika miguu yake. Wakaanza kuulizana wale watu wawili kwamba mtume kafanya nini, mbona yupo katika hali hii? Wanaulizana Jibril na Mikail. Mikail anamuuliza Jibril, Jibril anamjibu kwamba matububun, amerogwa huyu. Mikail anamuuliza manil ladhi tabbahu, nani aliyemroga? Jibril anamjibu Labid ibn al-Asam, aliyemroga ni Myahudi anaitwa Labid ibn al-Asam. Kafanyaje? Ndo akaanza kumwelezea, akachukua kadha kadha kadha, kafikia mahala kadha. Kilichotokea, wale masahaba wakapewa maelekezo ya nini cha kufanya mtu anapokuwa ana roho, kwa sababu mtume Jibril na Mikail walitoka wakaenda kwenye kile kisima, wakaenda wakafukua, zikachukuliwa nywele za mtume zikafunguliwa ile mafundo 7, na ndiyo sababu ya kushuka Suratun Nas. Ulama wanasema Suratun Nas na Suratul Falaq, asbabu nuzuli yake ilikuwa ni kuja kufungua ule uchawi alorogwa bwana Mtume Muhammad. Ukisoma hizi sura zina aya 7. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa qul a'udhu birabbin nas. Suratul Falaq ina aya 5, ina aya qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ulama wanasema aya hizi ziko 6. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Zipo 11, na ulama wanasema mafungo aliyofungwa mtume hayakuwa 7, yalikuwa ni 11. Kwa hiyo kila fungo moja imefungua aya moja katika aya hizi 11. Kwa hiyo ikawa ndio sababu ya mtume kupata shifa, kupata ponyo ya uchawi aliorogwa kupitia Qur'an. Kwa hiyo ulama wanasema mtu akirogwa asiende kwa mganga, ajitibu kupitia Qur'an. Kwa hiyo akitokea mtu akakwambia kwamba bwana mtu akirogwa aende kwa mganga, aende akatolewa uchawi, yani aende kwa mchawi, tena mtu ambaye anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyetaka yule mtu uchawi umpate ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini usitumie njia ambazo za kisheria zilizoelekezwa kuweza kumponya kama alivyotibiwa bwana Mtume Muhammad? Sababu mtume hakwenda kwa makuhani walikuwepo, waganga walikuwepo, lakini mbona mtume hakwenda kwa waganga? Kwa hiyo maana yake ni kwamba hairuhusiwi mtu akirogwa kwenda kwa mganga. Kwa mganga ukienda kunatokea hivi, mganga ukienda anatibu kwa mashaitani. Wewe sasa hivi ndugu yangu mwenye swali, una shaitani mmoja unatembea naye anaitwa Karin. Jini anaitwa Karin. Jini unatembea naye, aitwa Karin.
Yule jini wako wewe anaweza kumpa taarifa mganga. Yani hakuna mganga mwenye uwezo wa kutibia uchawi, hakuna. Jini wako wewe ndo anampa taarifa mganga, bwana vipi huyu bwana amekuja, kuna jambo moja. Yule anaanza kuongopa, bwana wewe umerogwa na fulani, umefanya hivi. Ni jini wako wewe anatoa taarifa, anampa mganga. Kwa maana yake ni kwamba ni ushirikina juu ya ushirikina. Kwa hiyo uchawi unatibiwa kwa mujibu wa sheria, namna alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia bwana Mtume Muhammad. Sisemi ile klipu ambayo inaenea maana isije ikaja kuwa fitna, ikaonekana kama kuna klipu imetoka kwamba shekhe anasema kwamba mtu akiwa amerogwa anatakiwa aende kwa mganga. Inatakiwa ile klipu irudiwe nyuma, itazamwe shekhe alikuwa anamaanisha nini. Maanake watu wasikatekate viklipu wakawa wanawalisha maneno mashekhe. Inatakiwa itazamwe shekhe alikuwa anamaanisha nini. Maana kuna klipu moja nimeiona imetumwa, shekhe anasema kwamba mtu akirogwa aende kwa mganga au kwa yule mchawi ili aweze kumtoa ule uchawi. Sasa ile klipu imekatwa short kidogo, imetumwa. Sasa hatujui nyuma shekhe alisema nini. Ili upate maneno yote kwa ukamilifu sharti urejee nyuma. Sasa ninachelea kwa sababu hapa kuna media, isije na mimi nikarekebiwa ikaonekana kama vile na mradi shekhe. Isije katika maana hiyo. Shekhe warudie nyuma, darasa yake alikuwa na maanisha hivi. Mimi ninachosema ni kwamba ukirogwa usiende kwa mganga. Yaani maana yake usiende kwa wachawi, ndio ninachosema mimi. Mganga tafsiri yake pana. Hata shekhe anaweza kuwa mganga. Na uchawi unatolewa katika namna nyingi. Kuna miti ipo, kuna Qur'ani. Maana yake uchawi hautolewi na Qur'ani tu peke yake shekhe. Maana yake hapa lazima watu waelewe, uchawi hautolewi na Qur'ani tu peke yake. Unaweza ukatolewa na Qur'ani, lakini ipo tiba za kisunna zimefundishwa. Kuna haba sauda zipo. Mtume kafundisha katika mambo mengi sana. Rejeeni kwenye kitabu kinaitwa Minnatur Rahman fi asrar ba'd al-Qur'an. Kuna hadithi nyingi zimekuja, mtume anafundisha tiba za kisheria, miti mbalimbali mtume kataja, dawa mbalimbali mtume kataja, ambazo mtu anaweza akatumia kujitibu sihiri. Kuna sihiri nyingine mtu anaweza akawa anasomewa ruqya haitoki, mpaka kuna baadhi ya dawa aweze kutumia. Kutumia dawa sio dhambi, sio shirki, lakini ishu kwenda kwa mganga ambaye ni mshirikina, hapo ndo kwenye shida. Lakini dawa unaweza ukatumia. Kwa hiyo swali lako kimsingi ni kwamba mtu haruhusiwi kwenda kwa mchawi, kwenda kutolewa uchawi. Mtu atolewe uchawi kwa mujibu wa mafundisho ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama na tiba za kisunna za kisheria zilizofundishwa. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Inshallah kwa maswali haya yanatosha na muda umekwenda. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie minal ladhina sami'una alqawla fattabi'una ahsana, na Allah kijalia tutaendelea Jumatatu na darasa yetu ya tauhid inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim walhamdulillahi rabbil alamin.